ambalo nimeliongelea siku ya leo kwa wahitimu na kuwapa nasaha ni kwamba kile walichofundishwa waende wakafundishe na wengine wakawe wanafunzi. Kwa sababu gani? Sasa hivi kanisa kama kanisa lilivyo mwili wa Kristo umekuwa na mkanyagiko wa mafundisho. Kuna mafundisho manyonge na pia kuna mafundisho potofu mengi. Lakini si wote wanafundisha mafundisho yasiyofaa. Kwa hiyo tunawasihi watumishi wa Mungu wanahitajika kuingia vyuoni kusoma. Hata mtu ambaye anafanya kazi ya kunyoa kinyozi huwa anaingia kwenye mafunzo, anafundishwa aina mbalimbali za kunyoa. Sio kwamba tu siku ya leo ameamka anaweza kufanya kazi ya kinyozi. Hapana. Wengi wa watumishi wa Mungu wanasema wanaongozwa na roho. Lakini ni roho gani huyo ambaye humjui? Biblia imetuambia tumjue sana mwana wa Mungu ili huduma zikapate kutendeka na mwili wa Kristo ukapate kujengwa. Wawe waangalifu sana kwa ajili ya maadili, kwa sababu maadili yanamonyoka kwa sababu ya watu kwa kuzingatia neno la Mungu. Kama wangezingatia neno la Mungu, maadili yasingeweza kumomonyoka, maana wangeelewa maana ya kutenda dhambi maana yake nini, hasara ya dhambi ni nini. Wakishajua hasara ya dhambi, kuiba ni dhambi, ujambazi ni dhambi, akishajua hayo basi umalaya ni dhambi, anajua kwamba hii kumbe haifai. Kwa tayari mnatengeneza nini? Mnatengeneza maadili yenu yanakuwa ni mazuri katika kijiji au katika wilaya yenu. Elimu yangu nitaitumia katika kuwasaidia jamii kujua dini, falsafa ya dini na jamii, namna ambavyo inaweza ikatuongoza falsafa hii kutupeleka karibu na Mungu wetu. Watu wengi wanahitaji elimu na Mungu anasema ya kwamba watu wangu wamekosa maarifa. Kwa hiyo chuo cha Pentecost College kimetupa maarifa siku ya leo, na niseme kwa umma ya kwamba tutayatumia maarifa haya kwa ajili ya kuwasaidia watu wengine ili waweze kufika katika hatua nzuri zaidi ya kimafanikio. Na mafanikio tutalenga mafanikio ya kiuchumi, lakini pia mafanikio ya elimu ya kawaida ya kijamii na ya kidini, kwa sababu ndio kusudi letu kuu lililotuleta katika mahafali haya au kutupa nafasi hii ya udaktari. Elimu ambayo nimeipata katika chuo hiki, ninajua kwamba ni elimu ambayo inafanya kazi pande mbili. Inafanya upande wa imani lakini pia na jamii. Kwa upande wa imani nina uhakika ya kwamba tutaenda kufufua mioyo ya watu iliyokuwa imekufa kiimani, kwa maana ya kuleta ushirikiano na upendo na amani. Lakini pia katika jamii tutaenda kuinua vipaji mbalimbali kutokana na vile tulivyofundishwa na kuwasaidia vijana kuweza kumjua Mungu zaidi, lakini pia kushirikiana katika mambo mengi ambayo kwa hayo inatupasa tufanye kama wanadamu tunaoishi katika ulimwengu.